Sisi tuliona kwa nje jinsi alivyoishi umaskini wa kitabu kama mashauri ya Injili yanavyodai. Alikuwa na vitu muhimu tu kwa ajili ya huduma na utume wake, kama vile kompyuta kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za Wakristo na vitu vingine vya muhimu tu, na alikuwa na gari moja tu na kila mara ndio aliokwenda huko katika vigango mbalimbali, na alipenda kuishi wema kama mlivyosikia. Nadhani alitamani pia kumaliza maisha yake wema. Alikuwa mcheshi, hata afya yake ilipoanza kudorora alimtumainia Mungu katika maumivu yake. Na sisi wengine tumebahatika, mimi nilibahatika kukaa na Padre Andreas kwa miezi 6. Nilitumwa hapa kwa seminari wa kwanza kuanza mwaka uchungaji. Mimi nilipangiwa hapa mwaka 94. Nilikaa na miezi 6 yeye akiwa paroko hapa, mimi nilikuwa mseminari, na alinifundisha mengi, na hasa kompyuta. Kwa mara ya kwanza niliona kompyuta, na akanielekeza namna ya kuhamisha kumbukumbu za Wakristo kutoka kwenye vitabu na kakaa zile kuingiza kwenye mfumo wa kompyuta. Alikuwa na mfumo fulani mzuri sana, unaiona kakaa kwenye kompyuta, na hata kupata taarifa za Wakristo ilikuwa ni rahisi sana. Na hivyo yeye alikuwa mpenzi sana kompyuta, na hata alipopata shida kidogo ya afya, lakini aliweka kompyuta yake pembeni na kuacha kompyuta. Lakini nakumbuka kwamba huyu alikuwa ni padre mcheshi, na alikuwa na sentensi fupi sana, ambazo nazo zilikuwa na maana. Mara moja nilikwenda naye kwa ajili ya komunyo ya kwanza kule kigango cha Itiga. Sasa walikuwa na wakatekumeni wengi sana ambao walipokea komunyo ya kwanza. Comment ya Andreas ilikuwa hii: hawa watoto walipokuwa wachanga tuliwazuia wasibatizwe kwa sababu wazazi wao hawajafunga ndoa, lakini unaona hawa ndio wamekuwa wengi sana kanisani. Kumbe hawa tuliwakataza bure. Lakini kuna watoto wengi ambao walibatizwa wakiwa wadogo kwa sababu wazazi wao wanafika kanisani. Yaani hawafiki wazazi kanisani, lakini tuliwabatiza hawa watoto, wazazi wao kwa sababu walifunga ndoa, lakini watoto hawafiki kanisani. Kumbe na hawa tuliwabatiza bure. Kwa hiyo kwa bure. Unaona, analeta ujumbe kwa lugha fulani na inaingia kwenda. Mimi mpaka leo nakumbuka Andreas kule Itiga alisisitiza hili kwamba tunaweza kuwakataza wengine bure, wengine tunawabatiza, kumbe tunawabatiza bure. Na alikuwa mkweli Andreas. Wakati sisi hatujui Kijerumani, kaa pale hatujui Kijerumani, siku nyingine tunaona Wajerumani wamesimama wanaongea kama wanagombana hivi. Na hapo alikuwepo Bruder Germanus na Padre Magnus. Siku moja tukaona kama vita hivi. Sasa sisi hatuelewi. Baadaye Magnus amerusha Germanus amerusha funguo, kamrushia Magnus. Sasa sisi tumeshangaa, tuko mimi na Padre Matias Kayomo marehemu, tumeshangaa. Akatuuliza, umeelewa? Kusema hatujaelewa. Hawa hawafai. Wanagombana kwa sababu imefika container. Sasa Magnus anajifunia kwa sababu yeye anajiona kama yeye ndio in charge wa container na store. Germanus anajifunia funguo kwa sababu yeye anatunza funguo. Ndio maana sasa hawafai kabisa. Na si kwamba anasubiri watoke, anatukulisha na wenyewe wako hapa. Kwa hiyo alikuwa mtu wazi, kweli, na alikuwa haelewi kwa nini wahangaike na vitu hivi. Na alikuwa rafiki wa kila padre alikuwa hapa, alikuwa rafiki yake. Mimi nilikuwa nafuatilia, unaona, baada ya chakula cha mchana walikuwa na kawaida kutembea. Siku nyingine unaona wako na Padre Dieter Hoffmann, wanakwenda wanarudi. Siku nyingine wako na TM, wanakwenda wanarudi. Siku nyingine yuko na Magnus ambaye yuko mgumu sana, wanakwenda wanarudi. Kwa hiyo alikuwa chagui mtu.
Lakini pia kutaka yeye kujipambanua kama ni mzungu mwenye pesa, na kwa kweli hakuwa nazo. Mimi nimeingia chumbani kwake, nilikuwa na shangaa, chumba cha mzungu, chumba cha mseminari. Hakuna vitu. Unaona kompyuta pembeni na sandals pair moja, na yeye alikuwa anasema hakuwa na suruali nyingi. Yaani shati likichanika anaenda kwa priori. Anasema, sasa shati limechanika." Akipata shati anakuja kunionyesha mimi. Seminari nimepata shati. Sasa napeleka masista wapige kazi. So simple. Yaani niliona kama haya maisha hii ndio umaskini wa kitawa. Ndio maana hiyo, yaani huna sababu ya kuwa na vitu vingi ambavyo huvihitaji. Ndivyo ilivyo. Na wengine walipata kishawishi kwenda pale ofisini, tulikuwa tunafanya kazi ofisini pale, kuomba hela. Anaenda kwa Andreas kuomba hela. Anambia, unataka nini? Nakuja kuomba hela, sijui kuna mtoto hospitalini. Mimi sina hela, mimi kwanza sio mzungu, ni zeru. Kwa nini alisema mimi ni zeru? Watu wa Uwemba walikuwa wanasema, mwenyewe mwenu ni mzungu au zeru? Watu wa Uwemba walikuwa watu wa kwanza kushangaa. Na Andreas, unaweza kadhani hajasikia. He was so clever, na anaweza kukufuru kadhani kwamba yeye ni mjinga hivi. Kumbe na kusoma vizuri wewe. Kwa hivyo alisikia wakisema hivyo mitaani, yeye ni zeru. Kwa hiyo wakienda sema, mimi sio mzungu, mimi ni zeru. Mwende kwa chie huko, ana pesa nyingi, yeye ni mzungu. Kwanza sisi hapa hatutoi hela, tunapokea hela. Umelipa zaka. Kwa hiyo so straightforward, very simple, na hakumuudhi mtu. Yaani hata wewe mwenyewe ukitafakari unaona alichosema ni kweli, hapa sio mahali pa kugawa pesa. Hapa kuna vitabu, kuna risiti hapa, vitabu ya risiti. Watu wakamwambia, "Sasa wewe ni zeru. Ujihadhari kwa sababu siku hizi wanatafuta Mungu." Sasa watu wakienda wasema, "Wewe unaita ni zeru." Anasema, "Mimi sio zeru, ni mzungu." So this is Andreas. He was so funny. Yaani ukikana Andreas anatengeneza mazingira ya kumuia, very warm. Yaani anatengeneza mazingira ambayo kwa wale sisi tuliishi huko, niliishi huko, na kweli ndio pale ni wapekee sana. Na uwezi kuwa na sababu ya kutompenda Andreas. Hakupi hela, hakupi chochote, hata kwa seminari usitegemee kutoka hapa kukupa hela. Lakini utapata utajiri wa maisha. Maisha ya kweli na maisha ya Injili na huduma kwa watu wa kiroho. Na hivyo alikuwa hakosi Andreas, hata wakija sangapi, kuna asubuhi kule Itinga, kuna nini, sijui wapi Njomlole kuna mgonjwa, Andreas anatoka at any time, muda wote alijitoa kweli katika moyo wa kutumikia, moyo wa uchungaji. Hicho ambacho mimi naona tunapomsindikiza ni lazima tutafakari sana.